Yes. Siku ya jana tulishuhudia mchezo mkali wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League kati ya Young Africans dhidi Tanzania Prisons, mchezo ambao ulitamatika kwa Yanga kushinda goli 3-0. Goli la kwanza likitiwa kambani na Alan Okello the Star Boy kutoka pale nchini Uganda, lakini pia goli la pili likiwa limetiwa kambani na Mudathir Yahya Abbas, na goli la tatu likiwa limetiwa kambani na Pacome Zouzoua le profesa wa mpira. Ni magoli matatu safi kabisa, magoli matatu ambayo kiukweli yamerejesha morali kwa wananchi. Young Africans kwa sasa naona kama imerudi katika namna ile ambayo pengine mashabiki wengi walikuwa wamezoea, na hapa sasa ndo huaga mara nyingi nasema kwamba Young Africans isifananishwe na timu nyingine, ibaki Yanga kama Yanga, kwa sababu mara kadhaa tumeona timu zingine zikiwa katika sintofahamu hivi, ama kuna nyakati zinakuwa na kushuka fulani, basi huwa ndio mazima. Lakini kwa Yanga unaweza kukuta leo imeshuka, lakini baada ya wiki kwa kuta imerejea katika performance yake kali kabisa, performance bora, na mwisho wa siku unakuta na kuja kuwa mabingwa. Kwa hiyo kwa namna ambavyo nimeangalia mchezo wa jana, jinsi ambavyo Yanga imecheza, lakini pia nimefurahi kuwaona mtu kama Sure Boy amepata nafasi ya kucheza. Ni namna ambavyo sasa tunaona Yanga inazidi kuimarika, inazidi kutengenezewa mazingira ya kuwa na kikosi kipana zaidi. Wanachezaji kama Sure Boy ni wachezaji ambao kwa muda mrefu pengine mashabiki wamewasahau kabisa kama wapo wakihudumu ndani ya kikosi cha Yanga. Kwa hiyo kupata nafasi, na pia nafasi aliyoipata ameonyesha kwamba bado ana kitu, bado ana umuhimu, na bado anaweza kuisaidia timu yake. Kwa hiyo unakuta ni Yanga ambayo sasa inaonesha ina uzima wa namna gani. Nafikiria kama itaendelea hivi, basi pengine wakaja kutetea tena taji lao la ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, kwa sababu Simba bado wana vipolo viwili wastani. Kwa hiyo akishinda vyote anakuwa amepata alama 6, na hapa ukiangalia mpaka sasa ameachwa kwa alama 7. Kwa hiyo hata kama watakuwa sawa michezo na Young Africans, bado tunaona kuna gap la point moja katika michezo hiyo miwili. Kama ikitokea mchezo mmoja angalau na Simba ametoa sare, basi itakuwa amemzidishia mbio Young Africans kukimbia mbele zaidi kwa ajili ya kutetea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kiuhalisia Yanga kiukweli ina namna ya pekee yake, na nafikiri inachangiwa pia hata na uongozi. Pengine kuna namna ambavyo wanaweza kusaidia kumanage wachezaji kuondoka katika ile hali ya kushuka, na kuwatengeneza kisaikolojia kuja kufanya vizuri zaidi. So tumeona ni mabadiliko ya muda mfupi, lakini ni mabadiliko ambayo pengine yanakwenda kuamua hatima ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu, na pengine inawezekana bado kombe likabaki ndani ya Dar es Salaam Young Africans. Nini maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandikie kwenye comment section. Usisahau kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele ili usipitwe na zile updates kali ambazo zinawekwa hapa kila siku, ziwe za kimichezo, burudani, interviews mbalimbali, bila kusahau matukio kadha wa kadha ambayo yanajiri nasi tumekuwa tukikuwekea hapa kila siku. Hakikisha umesubscribe Mapro Media kwa ajili ya updates zote kali. Asante na